Wanataka tufie uwanjani yao. Leo kila mchezaji wa Yanga akipokea mpira anaanguka. Level ya fatiki ilikuwa kubwa sana, wachezaji wa Yanga wamechoka. Yani sio tu wachezaji, hata sisi mashabiki tunaosafiri tumechoka. Tunafika mkoa huu, mechi kimalizika, ukisema ulale uamke kesho uende mkoa mwingine, unaweza kukuta mechi kipindi cha pili. Sasa kama sisi mashabiki tu, hata ratiba inatubana sisi ya kusafiri, huyo mchezaji ambaye anahitajika kukaa saa 72 78 acheze mchezo mwingine, zinatimia? Bodi ya ligi hawatutendee haki. Yanga tumezungukwa na maadui wengi. Unajua watu wa Yanga wanaweza wakapelekwa kwenye mijadala, sijui kocha mbaya, sijui Mwanengo, sijui ana hadhi ya Yanga, sijui yule Frank Yasinki beki wa kawaida, sijui Buba mchezaji wa hovyo, lakini hawa wachezaji wanapewa muda wa kutosha. Bodi ya ligi hawatutendee haki. Tokea tumecheza dabi, tumeshacheza sijui na Polisi Tanzania, tumeshacheza na Singida, tumeshacheza na wale Azam, tumeshacheza sijui na timu gani hapa katikati Tanzania Prison. Simba tokea wamecheza dabi, wamecheza mechi ngapi? Ongea tu kwenye ile fair ground. Wamecheza mechi ngapi? Wamecheza mechi mbili tu. Wamecheza na wale watoto wadogo ambao hawajui mpira, sijui B19. Wamecheza sijui na Singida, wale mechi yenyewe ya Singida wamepumzika mpaka basi, lakini bado wamekuja wamebebwa. Mechi wamekuja hapa Arusha, hata uwanja huo sijui wanasema ulikuwa na maji. Sisi tunajua kanuni inasema mechi isipochezeka leo kama ni changamoto za mvua, kesho yake asubuhi unacheza, hata kama ndio uwanja bado una matope. Arusha hakuna uwanja mmoja, Black Rhino kule kuna uwanja. Alikuwa ananiwa na mechi leo, ndio maana. Ana mechi gani leo? Na wewe unacheza. Sasa mimi nimetoka kucheza na Azam lini? Mimi nimecheza na Azam usiku, mechi ilikuwa saa 2. It means mechi ya Simba ilivyogairishwa, kesho yake asubuhi angecheza saa 4. Bado TRA angewahi kucheza kabla ya Yanga. Sasa ukisema kwamba TRA alikuwa anajiandaa kucheza na Yanga, wakati Yanga usiku huo alicheza na Azam, tena kesho yake tena saa 2:30 usiku. It doesn't make sense. Kweli wa kweli ndio wanahabari wa kuikomboa mpira wa nchi hii. Tumeonewa, na naipongeza timu yangu kupata hii draw. Kwa sababu timu nyingine kwa ratiba ya Yanga ilivyo, ilikuwa ni mechi after mechi wanayokota kunyavu. Lakini unaona Yanga tunaenda tunapambana tena, tunatoka hadi na clean sheet. Kama leo almanusura dakika za jioni tufungwe goli, mechi tu tumepoteza alama zote tatu muhimu. Ni Mungu tu aliamua leo kusimama na sisi kupata hiyo angalau moja. Prince Dube ameshaumia tena, Israel Mwenda ameshaumia tena. Itakuja kufika sasa sehemu wachezaji watabaki 8, itabidi umshushe makamu wa rais wa Yanga na engineer, uchukue na mashabiki ambao kidogo wanajua mpira, waje wakave magepu kwa wachezaji walioumia. Wanataka nini kwenye mpira? Yaani wanataka nini? Okay, hamna kikosi kipana kwa maana nyingine. Kikosi kipana kipi ambacho unakiongelea wewe? Hamna uchovu wa safari. Yule Mwanengo muone kama anacheza bisa na uchovu wa safari. Kwa sababu yeye msiangalie mchezaji kutumika kila siku ndio uchovu, hata kusafiri. Na ndio maana hata timu zikitoka huko, Mamelodi wakitoka huko, Ahali wakitoka huko, wakija Tanzania wanabidi wapate muda wa kurefresh, na wao wanatumia usafiri ambao ni ndege ya direct. Hawa Yanga mwafikiria leo hii mechi imemalizika hapa Suluhu, tunatakiwa tutoke hapa tukacheze tarehe 21 na Mtibwa. Mtibwa wao wamepumzika tokea lini? Hiyo mechi ikienda kuchezeka lazima tu utaona Yanga inacheza vibaya, Mtibwa anacheza vizuri. Yanga wanachoka, timu nyingine zinaisubiri Yanga. Yaani ukiacha kuchoka, tatizo lingine la kiufundi wewe uone. Wewe unaliona tatizo gani la kiufundi? Nimeona kuna mtu pale anaongelea kuhusu kocha wa viungo. Sasa wewe kocha wa viungo afanye awapa wachezaji mazoezi gani? Mchezaji anafika leo Arusha, kesho ana mechi. Anampa mazoezi, ampe mazoezi kama ya Denzel wiki nzima, mchezaji aje uwanjani aanguke. Ndio yale unayoona na yanatokea. Pacome yule ametoka majeruhi, anasafiri. Hata kiafya mchezaji ambaye ametoka majeruhi kumsafirisha sijui umbali wa ndege, kitabibu hawaruhusi. Ulaya tunaona mchezaji anafanywa operation, ametoka kwenye injury, madaktari, jopo la madaktari wanawashauri wachezaji wasisafiri. Lakini Yanga imekuwa back to back. Sio wachezaji, tunarudia tena, viongozi wanachoka kusafiri. Kipi kifanyike? Bodi ya ligi ndio wana maamuzi. Kama wataamua kutupumzisha Yanga ni wao. Yaani ukitaka kujua hii vita ni kali, angalia hata call up ya national team. Baka ameumia nyama za paja, anakaa wiki 3 nje, lakini kwenye national team umeona ameitwa, wanataka wakammalizie tena kule kwenye national team. Yaani Zede hatendei haki. Ilikuwa imeshaandaliwa. Yaani kama mimi ndo ningekuwa rais wa Yanga, ningeomba exception wachezaji wote wa Yanga. Huu wakati wa international break ni wakati wa kupumzika. Sasa umeshamchukua Mamnyeto, Jobu anaumwa. Asinki ndo amebaki peke yake, akichezewa rafu pale hatuna beki wa kukaba. Kwa maana unashauriwa waondolewe. Waondolewe kwenye timu ya taifa, kwani kuna mechi pale timu ya taifa, sisi tunaenda kushindana kwenye nini timu ya taifa? Atacheza. Ninju tumemchukua mchezaji wa kuja kuwa matured kwenye timu yetu. Yaani msitake kuforce sisi Ninju wacheze. Mkisema Ninju wacheze, kuna sheria pia inasema kijana wa under 20 wawili watatu wawe sehemu ya mchezo. Huyu Ninju akija akiumia, mtakuja kusema kwamba si mna timu ya watoto under 20. Kachukueni mchezaji. Jamani, TFF, bodi ya ligi wawe kwenye fair ground. Kama tunaupenda mpira wa nchi hii,
wawe kwenye fair ground. Umemchukua yule Zimbwe kwenye national team, umemchukua Mamnyeto kwenye national team, umemchukua Mudathiri ambaye ametoka kwenye majeruhi bado anasafiri na uchovu wa mechi after mechi, unamuita tena kwenye national team wakati tunaamini huu ndio muda timu yetu international break, timu ipumzike, unaenda tena kufanya collab. Mimi ningekuwa rais wa Yanga, Tanzania tunaipenda, nchi yetu tunaipenda, timu ya taifa tunaipenda, lakini huu ndio muda wachezaji wa Yanga ilibidi wapumzike. Kama mimi shabiki nachoka, huyu mchezaji inakuaje ambaye anatumia nguvu ndani ya dakika 90? Sasa ubingwa it depends tunashindana na nani. Swala la Yanga kuangusha alama lisiwatoe kwenye focus ya Yanga kuona kama anaenda kupoteza ubingwa. Hizi mechi zinafanana. Msimu jana tumekula chuma 3 kwa Tabora, ambaye sasa hizi ndio huyu TRA. Tukatoka hapo tukaenda tukala chuma 1 kwa Azam. Msimu huu imekuwa hivyo hivyo. Tumetoka kuchukua draw na Azam, tumekuja kuchukua draw na TRA ambayo zamani ilikuwa ni Tabora. Sasa hayo matumaini sio tu hii ya leo. Kuna mechi Yanga anaenda kupoteza kwa sababu ya uchovu wa safari. Kuna mechi Yanga anaenda kuangusha alama 2 kwa uchovu wa safari. Kwa hiyo hii ya leo isiwafanye kuwatoa Yanga kwenye focus ya ubingwa. Kuna mechi bado Yanga kwa sababu ya back to back itapoteza na ubingwa itachukua. Majeruhi wengi tunapata shaka. Hata Arsenal hapa katikati walipitia majeruhi wengi. Lakini tunapoongea sasa hizi wako tofauti ya alama 9 kwenye ligi. Ligi ni marathon. Alafu sisi tunaoshindana nao hawashindi kila siku. Wewe unaona yule Simba kama hatapumzishwa siku 10 ndio aje acheze mechi nyingine. Simba angekuwa ni Yanga anacheza andika bandua. Walai Swafichi alikuwa anaenda kupoteza alama back to back, sio moja au mbili hizi Yanga tunazoachia back to back. Simba alikuwa anaangusha 3. Hawana timu ya kucheza leo siku 4 wacheze. Sasa wataiweza hii ya Yanga leo unacheza siku 2 unacheza. Sisi hakuna wa kutushindanisha kwenye ubingwa. Ubingwa wa Tanzania ni wa kwetu. Tunaweza tukawa nyuma alama 9 na bado tukauchukua ubingwa kwa sababu tuna timu hiyo ya kuchukua ubingwa. Kama unadhani hizi draw za Yanga ambazo zinasababishwa na bodi ya ligi na TFF ndio focus ya Yanga kuondoka kwenye ubingwa, unajisumbua. Tujarudiana na wao Makolo, tujacheza bado na Azam FC. Hao Makolo wenyewe hawawezi Azam. Hao Makolo kwenye fair ground hawawezi Singida. Hao Makolo hawawezi Pamba. Wewe tunashangaa draw ya leo. Kesho tutakuwepo kwenye mchezo wa Pamba. Kama hawatapendelewa na waamuzi kwa sababu kuna ajenda. Wawabebe wale wachukue ubingwa. Imeonekana sasa watu wa matangazo wanaorusha matangazo kwenye ligi hii, marefari, vyama vya mpira vya nchi nzima vinaona sasa Tanzania tutaonekana hakuna mpira. Kwa nini Yanga amedominate mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3? Nani wakumbushe? Watu wa matangazo. Sitaki kuwataja jina lao. Wenye haki za matangazo. Watu wa bodi ya ligi. Hao wengine kuwataja. Watu wa matangazo. Yaani hapo wanaingiaje? Hawauzi vingamuzi. Yanga haishindi. Watanzania wanajua tu msimu huu Yanga itakuwa bingwa. Kwa hiyo watu wameona ajenda rahisi ya vingamuzi kuuzika. Ajenda rahisi ya mpira wa Tanzania kuonekana huko kwenye fair ground. Sio kila siku Yanga anashinda. Ndugu zangu nyewe ni mashahidi. Simba anapochukua back to dede, nisikilize. Simba kati anachukua miaka 4 mfululizo alikuwa ionei Yanga. Sisi Yanga tunachukua back to back tumeionea Simba. Simba kati anachukua back to back kombe la FA alikuwa anapokezana na kina Mtibwa na kina Singida, lakini tokea Yanga ameingia ni back to back anachukua kombe la FA. Njoo kwenye ngao ya jamii. Ni moja tu Simba amechukua kule Tanga kwa uwizi. Alisalimu alikuwa anadaka nje ya mstari. Wameona total dominance ya Yanga. Inapoelekea mpira wa Tanzania utashuka, mashabiki hawatakuja viwanjani, watu hawatanunua vingamuzi. Kwa hiyo inaonekana Yanga atengenezewe sababu. Hata international break ni kwamba wanaionea aibu. Wangeweza hata kusema Yanga twende tukacheze na Mashujaa ya Kigoma. Bwana Kembo, tumalizie na Dodoma. Kwa uchache tu kwa dakika moja. Mnaenda mechi na Mtibwa. Mechi na Mtibwa, sitaki kuwadanganya wana Yanga. Mechi na Mtibwa ni ngumu kuliko mechi ya TRA. Kwa sababu kama tumecheza na Azam usiku ule, wachezaji wamerefresh, wamesafiri, wamekuja hapa wamejiandaa. Hiyo mechi ya Mtibwa kwanza wanakuja wameuma meno. TRA ujue walifanya mazoezi zidi ya Simba, wakajiandaa mechi kagairishwa. Sasa hawa Mtibwa wameanza kuangusha alama. Wanamuona Yanga huyu yuko kwenye fatiki. Yanga huyu tia maji. Hiyo mechi ni ngumu na hiyo mechi sitashangaa Yanga yangu ikipoteza kwa sababu wachezaji hawapumziki. Shabiki yote wa Yanga asiweke expectation kubwa. Higher the expectation, the lower performance ya team. Tutajikuta tunaanguka viwanjani kama hivi usiku ushaingia mechi imechezwa mchana mpaka sasa hivi tunahojiana hapa usiku. Kwa sababu ya kupumzisha mwili ndio kufanya mahojiano. Mashabiki wa Yanga huko nyumbani walipo, wanaokuja viwanjani. Tutakutana Jamhuri Stadium. Tuingie na matokeo 3 ya mpira wa miguu. Kwa sababu bodi ya ligi ndio wameamua. Itakuja kutokea siku Yanga hata tunashinda. Lakini waamuzi wameamua Yanga leo wasishinde. Inaweza isiwe fatiki. Lakini kwa sababu mipango ni mingi na ajenda ni nyingi zinazoendeshwa kwenye nchi hii kwenye mpira wa Tanzania, Yanga tuanguke. Ubingwa huu tutauchukua na tutakunywa supu ya tembo kaka. Ubingwa tutauchukua na tutakunywa supu ya tembo.